Watu wangu, kwanza mko salama? Mmeiona hiyo story inayotembea huyo msichana hapo? Huyo mama. Mmeiona? Nimeona sio vibaya niwaletee hapa. Mimi niliwaambia ukiniletea mtu na muanika hapa kweupe, nipe ushahidi kila kitu nifuanikie hapa huyo mtu. Wapenzi, huyu mdada anaitwa Jamila. Anasema ameolewa na Mwarabu. Vile Viarabu vizee, vile vikongwe. Ukikipuliza kwa heri. Unakaa ida. Ndo ameolewa na hicho kibabu. Kwa msemo wake, sio mimi. Mimi nasemaka kila siku ndugu zangu, sina roya. Sina roya zaidi ya Mungu wangu na mimi peke yangu. Sina roya guys. Mpo? Huyu anaitwa Jamila. Huyu Jamila amefungua grupu lake. Yaani alifungua muda mrefu hilo grupu. Anaenda anakusanya wafanyakazi, wapambanaji, timu strong, makadama, mashagara. Anakuja anakuambiaje? Guys mtanivumilia kidogo. Sauti yangu haiko sawa, leo niko na kikohozi. So, lakini kazi iendelee. So guys, huyu Jamila anaolewa na hicho kizee kibabu, kikipuliza fya kinaangukia mbele ya safari. Anawaambia wenzake waingie kwenye magrupu, unatuma riali 100 mama, unatuma sijui riali 50, chochote ulichokuwa nacho. Anasema anauza maabaya kutoka huko Dubai nilipo mimi. Abaya zinakozaliwa. Abaya zinakozaliwa kwa wavaa Dubai. Hatukatai kama Omani zipo, lakini Dubai jamani konki. Abaya za Dubai. Anawadanganya huyu Jamia, nitumie pesa. Wametuma watu riali 100, 200, 300. Yaani wametuma pesa kibao dada anazo. Wewe Jamila popote ulipo. Popote ulipo rudisha pesa za wapambanaji. Rudisha pesa za wenyewe. Utakuja kulogwa ufe vibaya mbwa wewe. Utakuja kulogwa wewe Jamila. Hautaamini maishani mwako. Watu wana uchungu na pesa zao. Unakula pesa ya mwenzio, unajua kaitoa wapi? Kaipata pataje? Alipata masaibu gani? Unajua kazi zako tunapitia mangapi? Utakuja kufanya kitu kibaya wewe. Machozi ya mtu tayari ni uchawi. Mtu anavonungunika, anavosikitika, tayari utaishi maisha mabovu mpaka familia yako. Kwa sababu hiyo pesa naamini unapelekea watoto wako, unapelekea wazazi wako, na wazazi wako hawajui. Tumeamua tukuanike. Kwenye YouTube mama utajikuta, kwenye TikTok mama utajikuta, kila sehemu unajikuta kwa sababu umedaiwa hizo pesa hutaki kurudisha. Umeambiwa peleka maabaya ya Dubai, hujapeleka. Wewe kama umeolewa na Mwarabu, mbona umekaa kwenye gari nyuma? Hiyo picha huyu Jamila kakaa nyuma. Toka lini mke wa Mwarabu akakaa nyuma? Mtu unakaa bamba tu bamba na mume wako. Na sio kukaa nyuma. Ulikuwa na ajenda gani na huko nyuma? Acha kudanganya watu. Okay, kuolewa sisi haituhusu. Tunataka hiyo pesa ya maabaya. Rudisha riali 100 ya mtu mmoja, rudisha riali 50 ya mtu, rudisha 300, rudisha riali 200, rudisha pesa za watu. Naongea Jamila nikiwa kwenye giza. Watu wanalalamika pesa zao umechukua. Si chini ya watu 100 unabeba pesa za watu. My dear, haya sio maisha. Haya sio life. Hii unaoenda nao sio life nzuri. My dear, utapigwa nyungu wewe. Hautaamini maishani mwako. Rudisha pesa za wenzako. Na guys nawaambia hapo mlipo, ogopa chozi la mtu aliyodhulumiwa. Utajidai mwamba sasa hivi. Utajidai konki wewe. Utajidai kila kitu, wewe ndio mjanja. My dear, machozi ya watu hayaendagi chini. Hiyo risk wamepewa na Mwenyezi Mungu. Unaenda kuwanyang'anya watu na ambao unaletea maabaya ya Dubai. Watumia maabaya. Watu wanasubiria pesa zao. Hutaki kuzituma hizo pesa. Unaambia kuna dereva anakuja, mtu anasubiria dereva hamuoni. Kuna dereva ataleta hapo, dereva hamuoni. Wewe dereva gani asofika? Yuko angani? Tuambie yuko angani kwenye sayari ya ngapi tumsubirie? Na hayo maabaya ya Dubai. Hapa Dubai ni dakika ngapi kufika hapo Omani? Dakika chache sana unafika Omani. Dakika kidogo tu, nusu saa sijui ushafika. Leo hii mtu anasubiri masaa 6, miezi 6, miezi 7 mpaka mwaka. We Jamila we mtoto wa watu, we Jamila we. Rudisha pesa za watu.
Mnaokataa kutafuta kwa jasho lenu mnajifanya wajanja wa kutapeli watu. Watu wanakuamini, unawatapeli. Guys, kuna voice hapa imetumwa na hao waliotapeliwa. Weka komenti yako, shusha tu komenti yako kwa maoni yako. Mimi naona pande mbili zote zina changamoto. Kwa sababu gani? Tufikie hatua na sisi wafanyakazi tuamke. Usimtumie mtu pesa yako kwa kumwamini. Siku hizi hata ndugu haaminiki. Awe rafiki yako haaminiki. Pesa yako ni pesa yako. Unajua umeipataje? Ukimpa mwenzio akila, hana uchungu nayo. Mwingine hajui dhambi, hana hofu ya Mungu, yupo anaishiishi tu. Ukitaka abaya, nunua hizo za Omani. Abaya ni nzuri sana. Nunua hizo za Omani. Ukitaka kuja kununua hapa Dubai, toka Omani, kata tiketi ya kupita hapa Dubai. Unapita, unafanya shopping yako ya mabaya, unaenda nyumbani kwenu. Usimwagize mtu. Jamila kashalamba pesa za watu kibao. Mamilioni ya mapesa. Huyo mnayemuona hapo na miwani yake kama kobe alopotea njia. Wapenzi, sasa hivi tusimwamini mtu. Acheni kuamini watu. Usimwamini mtu yoyote katika hii dunia. Hakuna kumwamini mtu. Mtu anayeitwa mtu usimwamini. Ni afadhali ukamwamini mama yako mzazi au baba yako mzazi, hata kama akila unakaa chini unasema kweli umekula wazazi wangu. Lakini mtu baki inauma. Wapenzi, inauma. Niwawekee voice ya huyo dada waliotapeliwa, msikilize hapa, muweke maoni yenu na komenti zenu. Jamila, unatafutwa ulipe pesa za watu. Acha ukonimani. Maana ushakuwa konimani. Matapeli wanakuwa wanaume, umeingia kwenye utapeli mwanamke mtu mzima, unaanza kutapeli wenzako. Ngoja niwawekee jamani. Nipo kwenye giza wapenzi. Okay, tumsikilize huyu dada ili msikie vizuri. Walotapeli wao. Assalamu alaikum dada, vipi hali yako? Najua watakutafuta wengi na tutaendelea kutafuta. Tunaomba msaada wako, tusaidie kusambaza hizi taarifa. Kuna msichana anaitwa Jamila. Huyo Jamila anachukua pesa za wafanyakazi, anachukua pesa za watu, anaweka group lake, anajiita Abaya Pamba. Anatuma vitu, ukimfuata anataka kitu fulani, anataka mfano mabaya mawili matatu, anakuambia tuma pesa nusu. Baadaye mzigo wako ukishakufika utamalizia pesa ambayo imebakia. Sasa sisi tumekuta tunamwamini na hatukujua tabia zake toka mwezi wa 11. Kama mimi toka mwezi wa 11 nimemtumia 238 kwa huko, inakuwa riali 35. Kutumia kwa riali inakuwa riali 35. Kuna wengine wanafika riali 100, wengine 70. Yaani ni watu wengi. Huu sasa hivi ni mwezi wa 6. Na information inavyoenda kwamba mtu ukitaka abaya kama hivyo, kama anatoka huko Dubai, inakuwa kama umeagiza wiki hii, wiki inayofuata tayari. Yaani wiki mbili imezidi, ni mwezi mmoja. Yaani hapo imezidi sana mwezi mmoja. Lakini sasa hivi ni miezi 6, wengine ni mwaka mmoja, wengine kawa block. Watu ni wengi. Kwa hiyo tukasearch YouTube taarifa ambazo unapokea unasambaza kwa watu. Kwa tunaomba utusaidie, tunakuomba sana utusaidie. Atangazo huyo mtu anachokifanya si kitu kizuri, na wafanyikazi wanataka pesa zao kwa sababu watu ni wengi. Ukiangalia tunachoka, tunaumia. Mimi wabaibui 6 mpaka leo kimya, kila siku ana kazi ya kudanganya watu. Wiki hii atakuja kila siku anadanganya watu. Tumemchoka sana. Yeye huko anaposema kaolewa, ana mume wake huku ndo anafanya hizo biashara. Lakini pia kwa hiyo kwenye swala la kuolewa pia tuna wasiwasi naye. Sidhani kama kaolewa kweli. Hatuna uhakika. Yaani tulitokea kumwamini, ila ndo hivyo. Ametutapeli. Ni wengi atakutafuta kwa sababu kuna mpaka group tumeliunga. Kila siku tunamfuata. Kwanza na ujeuri, ana matusi, anakujibu, anakutukana, anakujibu anavyojisikia yeye. Yaani tunaumia sana. Naomba tusaidie. Mmesikia guys?
Abaya pambe, ukiona sehemu kumeandikwa abaya pambe, kimbia kama mbuzi alokosa majani. Kimbia kama mbuzi alokosa majani. Abaya pambe hiyo. Pambe mama kashakula pesa za watu kibao. We Jamila we. Jamila we. Hey. Watapelini hapa kina shangazi wasojua sehemu zozote. Mwingine anamlilia Mungu akiona mama madua yanachelewa, anaingia sehemu ya pili. We uogopi? Maidia jasho la mtu linauma. Msifanye watu kuwasababisha madhambi kuingia sehemu zingine upande wa pili. Rudisha pesa za watu. Rudisha pesa za watu. Mwenye miwani kaa kobe, alokosa maji, kaishi jangwani. Maidia. Rudisha pesa za watu. Jamani, ukiona abaya pambe kimbia. Ujue unaenda kupambizwa. Kuna Jamila huko. Sije mkasema shangazi hakutuambia. Nimewaambia. Mimi kila ninachokipata nakileta hapa. Na matusi yenu, mimi nikikipata kitu nawaletea hapa. Mjifunze. Jamani, sasa hivi pesa sio kumpa mtu. Una ujenzi wako mama, kajenge mwenyewe. Utaka kununua mama kiwanja, kanunue mwenyewe. Subiri ukanunue mwenyewe. Hata kama hauna akaunti, bembeleza pesa zako pa kuziweka. Weka pesa zako, ziweke kibindoni. Ukirudi mwenyewe nenda ukafanye kuondoa lawama. Jamila. Jamani, wekeni komenti zenu hapo. Wenzetu ndio washatapeliwa, washaingizwa mjini. Jamila kashachukua mamilioni ya mapesa. Ni jamani, na sisi tujifunze huku. Watu tunaokaa nje mbona tunatapeliwa sana? Tujifunze. Hawa watu washapata opportunity ya kututapeli hizi sehemu. Tujifunze. Kwa sababu hata kama ukisema huyu mtu umpeleke ngazi za juu, umpeleke serikalini, umpeleke kwenye vyombo vya sheria, utaanzia wapi? Mtu yupo huku. At least angekuwa kwetu kasema tumfungulie kesi. Kama Nicole yule kachezesha michezo na makalio yake mpaka leo. Kesi inaendelea. Pesa zenyewe hazijulikani zilienda wapi. Wapenzi, tuweni makini na pesa zetu. Ndugu zangu, wekeni komenti zenu hapo, tunawasaidiaje. Mwenye dua yake, mwenye maombi yake, na mwenye matusi pia, maana mpo mwenye matusi makubwa, nendeni kuyamimina. Naambia kila siku yamimineni kabisa hayo matusi. Tuone kama yatajaa YouTube. Tuone kama yatajaa hapo kwenye YouTube. Yamimine tu matusi yako hayo. Pengine ndivyo ulivyo. Hata kwenu ndio uko hivyo, na mtukana mpaka mzazi wako atashinda kunitukana mimi. Shangazi yako tu. Mwenzangu, sishindani na wewe my dear. Wewe yamimine tu hapo, nitayakuta. Okay? Mimi nawapenda sana. Guys, wekeni comment zenu. Jitahidini mnisapoti kwa kulike video, comment and share. Guys, subscribe. Usisahau kubonyeza alama ya kengele. Nikiposti video inakufikia unakuwa wa kwanza. Okay guys, nawapenda sana and bye bye. Tuonane in next video, another video. Bye bye.